Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo tafakari ya neno la Bwana. Kabla ya kutuingiza katika juma kuu, tutasikia juu ya muongezeko wa hali ya kutokuelewana kati ya Yesu na baadhi ya viongozi wa Kiyahudi. Mipango ya kutaka kumwangamiza bado inazidi kupangwa kila siku, na leo basi inaonekana dhahiri kwamba hakika hawa watu watamteketeza. Lakini Yesu tayari amekwisha kaza moyo wake kama gumegume, na hakika kamwe hataogopeshwa na kelele za hawa watu, bali atazidi kuwa mwaminifu, na mwishowe atatoa maisha yake kama fidia na ukombozi wa wengi. Kanisa leo limepangilia masomo yake kwa ajili ya kutafakarisha, ndugu zangu, tafakari namna jinsi Yesu anavyojiandaa kutolewa kama sadaka isiyokuwa na waa, na namna anavyojitoa kwa upendo mkubwa. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Ezekieli, tunakutana na Mungu akitoa habari za ukombozi kwa taifa la Israeli. Kipindi hiki Waisraeli wapo utumwani Babuloni na wamekwisha onja machungu ya utumwa. Sasa Mungu anamwagiza nabii huyu kutoa ujumbe wa kiukombozi kwamba Bwana anawapenda, azijua shida zao na kamwe hata waacha, atakuja kuwatoa katika utumwa wa shida zao. Katika Injili tunakutana na mwendelezo wa historia kama hii ambapo sasa Yesu naye amekwisha jiandaa kweli kufa, na Kayafa anatabiri bila hata ya kufahamu undani wa anachokitabiri kwamba yafaa mmoja afe kwa ajili ya taifa zima lisiangamie. Sasa Yesu amekwisha jiandaa kufa, lakini kufa huku kwa kweli ni Yesu kujitolea. Yesu anakufa baada ya kutenda matendo mema bila kosa, baada ya kuwatendea watu miujiza mingi na mikubwa sana. Kila mmoja anapaswa kumshukuru Mungu kwa ajili ya upendo huu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nasi ndugu zangu, tunaalikwa kufanya kama Yesu alivyofanya, hasa katika kipindi chetu hiki cha Juma Kuu. Yeye alilipwa baya baada ya yeye kufanya mema. Alipokuwa anatenda mema, kumbe watu wengine wanampangia mabaya. Nasi mambo kama haya yatatupata tu. Kuna watu wanaogopa sana watenda mema, wanataka mtenda dhambi kama wao ili mambo yao yasijulikane. Wakisikia unawapa changamoto katika suala la sala, uaminifu, hawataki. Watatafuta tu njia ya kukufundisha mabaya. Ndugu zangu, ndivyo baadhi ya viongozi wa dini ya Kiyahudi walivyomtaka Yesu awe, na walivyoshindwa wakaamua kumuua. Lakini tukumbuke kwamba Yesu angekubaliana na kuwa mtu mdhambi kama wao, hakika yeye asingeweza kuwa mkombozi. Na sisi tuangalie pale mahali ambapo tunapoamua kujiunga na wadhambi, tunashindwa kuleta ukombozi wote duniani. Sisi tunajiunga na wadhambi, dunia inaendelea kuoza kwa dhambi. Sisi tusikubali, tujiunge na watu wema ili tuikomboe dunia. Yapo mengi, wapo mayatima, wapo wajane wanaokosa hata stahiki zao, yale ambayo yanapaswa wapewe, kwa sababu tu ya watu ambao wameamua kujiunga kwenye dhuluma, kwenye kuwadhulumu watu na kuwanyanyasa watu na kushindwa kuwatetea. Hii si sawa ndugu zangu. Nawe tambua kwamba kama utajiunga na wadhambi au kutimiza matakwa yao, hakika hutaweza kuiletea dunia au jumuiya yote ukombozi. Tumuige Yesu ndugu zangu leo, ili tuweze kuleta ukombozi kwenye familia zetu, kwenye ukoo zetu, kwenye taifa letu, kwenye jumuiya zetu. Tujiunge na watu wema, tuondoe uchafu uliopo katika mazingira yetu ambao unafanywa na kutokana na kufuata matakwa ya Shetani. Sisi tujiunge na Kristo, tulete mwanga sehemu ambapo kuna giza nene. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bado nakukumbusha shajara zetu za sali mubashara bado zipo pale St. Joseph Cathedral kwenye container la kwaya. Shajara hizi zipo na shajara hizi zimechambuliwa kipekee. Pia zipo sala Mtakatifu Padre Pio pale mwanzoni, hasa ile sala ya kuomba uponyaji, ya kumuomba Yesu apite katika kila kiungo, akirudishe katika ile hali ya mwanzo kama Mungu alivyoviumba viungo hivi. Ni sala nzuri ya uponyaji. Pata nakala ya shajara yako, basi sali mbashara uweze kupata sala hizi, lakini pia tafakari ambazo zimechambuliwa vizuri sana. Pale Msimbazi Bookshop pia zipo, Moshi Bookshop pia zipo, na San Damiano kwa Kapuchini Msimbazi pia zipo. Karibu
sana.